NATO inafanya majaribio ya silaha zake zitakazopelekwa nchini Ukraine huko katika nchi ya Norway. Hii ni baada ya kupata silaha ambazo zimeidhinishwa na serikali ya Marekani kwa ajili ya kupelekwa huko nchini Ukraine kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Urusi. NATO imefanya Norway kama sehemu ya uwanja wa majaribio ya silaha zao, na wakati huu ni kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa na silaha ambazo zitakuwa na uwezo wa kuweza kupambana dhidi ya Urusi. NATO ilipeleka silaha nyingi nchini Ukraine kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi, lakini silaha hizo zisifue dafu, lakini mpango wa sasa ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na silaha ambazo hazikuweza kutumika katika kipindi cha miaka mitatu ya vita kati ya Urusi na Ukraine, wakiamini kwamba silaha hizo zitakuwa na uwezo wa kuweza kupambana na Warusi. Hapo awali walikuwa na mabomu mahiri ya kuzuia meli za quick sink ambazo ziliundwa kugonga shabaha za baharini kwa umbali wa mbali. Lilijaribiwa katika maji ya Norway. Wataalamu wanasema muungano wa Atlantiki ya Kaskazini unaitilia mkazo Norway kwa sababu unajiandaa kwa uhasama wa kijeshi katika eneo la Arctic ambapo utafanyia majaribio ndege zisizokuwa na rubani. Wataalamu wa mambo wa kijeshi wa Urusi wanaamini kuwa Norway haikuchaguliwa kwa bahati mbaya, kwani Oslo iko katika ubavu wa NATO kaskazini na kambi inayoongozwa na Marekani imekuwa ikipanga kwa muda mrefu kuongeza mkao wake wa kijeshi katika ukumbi wa michezo ya kivita. Kando na hilo, ni njia ya bahari ya kaskazini hupita kwenye tovuti ya majaribio, na wa Marekani wangependa ama kuchukua udhibiti wa sekta hii au kuzuia kuendeleza mifumo ya kisasa ya silaha ambayo inaweza kufanya kazi katika hali ya Arctic, wakisema ni muhimu kwa ajili ya hilo. Silaha kadhaa za kijeshi zimepelekwa katika eneo hilo kwa ajili ya kufanyiwa majaribio zaidi ili tu ziingizwe katika uwanja wa vita. Kulingana na wachambuzi wa mambo ni kwamba Urusi imejiandaa kwa muda mrefu kwa ajili ya mapambano dhidi ya NATO hata kabla ya kuamua kufanya mapambano dhidi ya Urusi. Moscow ina programu yake yenyewe ya kurejesha meli ambazo zinajumuisha mifumo ya kuzuia meli ya aina ya Kinzhal na aina ya hypersonic na makombora ya baharini ya Senkon, na Urusi inafanya kazi kuunda mifumo ya makombora ya kizazi kijacho. Urusi tayari imeeleza kwamba ipo tayari kwa ajili ya mapambano na imesema kwamba haiwezi kuangalia namna ambavyo mataifa ya kimagharibi yanaweza yakafanya lolote ndani ya Ukraine. Mkuu wa taasisi ya masuala ya kimataifa ya sasa katika chuo kikuu cha kidiplomasia cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Vadim Kozyum, anaamini kwamba eneo la Arctic limekuwa eneo la kuongezeka kwa riba kwa nchi za NATO, na aina mbalimbali za silaha zimejaribiwa katika eneo hili katika siku zilizopita na hata siku zijazo, zikijumuisha ndege zisizokuwa na rubani ambazo zimerushwa na manowari. Hata hivyo, zimetumika kwa mashambulizi na upelelezi katika tukio la mzozo wa kijeshi kati ya Urusi na Ukraine. Marekani itachukua jukumu muhimu katika mkakati wa NATO katika eneo hilo la Arctic, na inaweza kuwa eneo la kujaribu teknolojia mbalimbali za makombora ambazo zinatengenezwa huko. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi ya ulimwengu.